mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa awamu ya 6 katika wilaya yetu ya Songwe kwa kipindi chake cha miaka 4 ya uongozi wake. Nyie ni mashahidi kwenye sekta ya barabara kupitia TARURA. Mji wetu huu wa Mkwajuni kabla ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan hatakuwa hata na nusu kilomita ya lami, lakini ninavyozungumza na ninyi sasa tunaelekea kufikisha kilomita 7.7. Tayari kilomita 4 zimeshajengwa kwa kiwango cha lami kwenye mitaa yetu ya hapo Mkwajuni, ambapo ndiko yaliko makao makuu ya wilaya ya Songwe. Hivi ninavyozungumza na ninyi kuna mradi unaendelea wa kilomita 3.7 ambao sasa utakamilisha barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami katika mitaa yetu ya mji wa Mkwajuni. Zitafika jumla ya kilomita 7.7 kama nilivyosema awali. Lakini wilaya ya Songwe tuna vijiji 43, kata 18, vitongoji 205. Wakati wote Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mfuko wa barabara ameendelea kutuletea fedha kwa ajili ya kujenga madaraja madogo madogo katika vijiji vyetu, lakini na barabara zinazounganisha vijiji vyote vya wilaya ya Songwe pamoja na kata zote za wilaya ya Songwe. Pamoja na mvua nyingi zinazonyesha katika taifa letu, lakini bado barabara zetu zinapitika. Wananchi wanapata nafasi ya kusafirisha mazao yao kuyapeleka sokoni kutoka kule kwenye kata na kule kwenye vijiji. Lakini kupitia TANROADS tumetoa zaidi ya shilingi bilioni 9.5 katika kipindi cha uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Fedha ambazo zimetusaidia kujenga madaraja yanayounganisha kata na kata katika wilaya yetu ya Songwe, lakini pia mengine yanaunganisha wilaya pamoja na wilaya jirani za mkoa wa Mbeya. Lakini kubwa zaidi, nyie ni mashuhuda. Hivi karibuni kupitia bajeti inayoenda kutekelezwa, tayari Daktari Samia Suluhu Hassan alishatutengea fedha na mkandarasi ameshapatikana kwa ajili ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Mbalizi, Mkwajuni, Saza, Patamela hadi Makongolosi. Barabara hii ina urefu wa kilomita 86. Barabara hii itakapokwenda kufunguka hivi karibuni, sasa wilaya ya Songwe itaenda kufunguka. Maana yake ni nini? Nyewe mnafahamu wilaya ya Songwe tunajishughulisha na uchimbaji wa dhahabu. Tunaenda sasa kuanza ujenzi wa mgodi wa rare earth metal kule Ngwala. Tunalima sana katika wilaya yetu ya Songwe. Barabara hii itakapofunguka kwa kiwango cha lami itatusaidia au itawasaidia wananchi wetu kupeleka dhahabu, kupeleka mazao ya kilimo pamoja na wananchi wetu kusafiri kwenda mikoa jirani kwa urahisi. Lakini kwenye sekta ya kilimo, Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kilimo cha tumbaku, kipindi cha nyuma palikuwa hapotolewi mbolea ruzuku kwa wakulima wa tumbaku. Ilikuwa inatolewa kwa haya mazao mengine. Lakini toka miaka 2 iliyopita alianza kutoa ruzuku ya mbolea kwenye kilimo cha tumbaku. Mwaka jana walipata mbolea, mwaka huu walipata mbolea, na hata sisi katika wilaya ya Songwe tuna mkakati madhubuti wa kuzalisha zaidi ya kilo milioni 3.6 kwenye kilimo cha tumbaku. Kwa nini? Kwa sababu ya sapoti tulioipata ya wakulima wa kilimo cha tumbaku kupewa mbolea ya ruzuku. Lakini kwa kazi kubwa na nzuri aliyofanya kutengeneza na kuimarisha mifumo ya uuzaji wa zao la ufuta kupitia stakabadhi ghalani imetusaidia sana wananchi wa wilaya ya Songwe. Mwaka 2023 tulifanikiwa kuuza ufuta zaidi ya kilo milioni 7 na tulipata zaidi ya shilingi bilioni 28. Fedha ambazo bilioni 26 ziliingia kwenye mifuko ya wananchi wetu, lakini bilioni 1 ilienda kwenye mfuko wa halmashauri ya wilaya. Bilioni 1 ilienda kwa wasafirishaji
wauzaji wa chakula, vyama vya ushirika na kadhalika. Lakini mwaka 2023-2024 vivyo hivyo, halmashauri yetu ya wilaya Songwe tuliweza kuuza ufuta wa zaidi ya shilingi bilioni 30. Fedha ambazo zaidi ya shilingi bilioni 27.5 zilienda kwenye mifuko ya wananchi na zaidi ya shilingi bilioni 1.1 zilienda kwenye mfuko wa halmashauri ya wilaya yetu ya Songwe. Maana yake ni nini? Kwa miaka miwili mfululizo tuliweza kupata zaidi ya shilingi bilioni 58 kupitia zao la ufuta, kwa sababu alitengeneza mifumo ya kuuza ufuta wetu kupitia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, jambo ambalo limetusaidia sana, limewasaidia sana wananchi wa wilaya ya Songwe, sababu huko nyuma walikuwa wanauza debe la ufuta kwa shilingi 5,000, lakini walifika mahali kupitia huu mfumo uliotengenezwa wa masoko na Daktari Samia Suluhu Hassan waliweza kuuza debe la ufuta mpaka shilingi 65,000. Lakini kubwa kuliko yote, kwenye sekta ya elimu tumeletewa fedha nyingi zaidi ya shilingi bilioni 45 kwa kipindi cha uongozi wake, fedha ambazo zimetusaidia na zinaendelea kutusaidia kujenga shule mpya, kujenga mabwalo, kujenga maabara, kujenga maktaba, kujenga ofisi za walimu. Tuna mfano wa shule ya Kikuyuni Primary School hapa Mkwajuni, shule ya viwango, shule ya kisasa, ni shule mpya ambapo tuliletewa zaidi ya shilingi milioni 580. Lakini hivi ninavyozungumza na ninyi, tuna ujenzi mkubwa wa shule pale Iseche, tumeletewa zaidi ya shilingi bilioni 1.6, shule ya mkoa ya ufundi ya amali kwa lugha nyingine. Tunaendelea kutekeleza ule mradi na tumeshafika zaidi ya 75%. Kila kata katika wilaya yetu ya Songwe, kila kijiji katika wilaya yetu ya Songwe vimeguswa na miradi ya elimu. Lakini ameendelea kufanya vizuri kwenye eneo la watumishi. Amelipa malimbikizo ya mishahara ya watumishi, ameendelea kupandisha madaraja watumishi wa kada zote, ameendelea kuajiri walimu katika wilaya yetu ya Songwe. Lakini kwenye sekta ya madini, kama nilivyosema awali, wilaya ya Songwe tunachimba madini aina ya dhahabu. Tumeendelea kufanya vizuri siku hadi siku kwenye sekta ya madini. Ninavyozungumza na ninyi, kwa kipindi chake cha miaka 4 kwenye sekta ya madini tulipata zaidi ya shilingi bilioni 189. Lakini kwa mwaka wa fedha huu tunaenda kuumaliza tarehe 30 mwezi wa 6, tumekusudia kufanya makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 61.2. Mpaka sasa tumeshafanya makusanyo ya shilingi bilioni 33 na tumebakisha zaidi ya miezi 4. Malengo yetu ni kuvuka ule mpango wa kufanya makusanyo ya bilioni 62. Kwa nini? Kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kuimarisha masoko. Kipindi cha nyuma watu walikuwa wanauza gramu ya dhahabu shilingi 90,000, lakini leo wachimbaji na wafanyabiashara wa dhahabu wanauza gramu moja kwa zaidi ya shilingi 220,000. Lakini kubwa kuliko yote, ameendelea kuwajali wachimbaji wadogo wadogo. Wilaya Songwe tuna zaidi ya leseni 1200. Mwaka jana alikuja waziri wa madini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akatoa leseni 19 kwa wachimbaji wadogo wadogo. Lililofanyika ni muendelezo wa jitihada zake za kuhakikisha kwamba wachimbaji wadogo wadogo wanapata maeneo ya kuchimba ili waendelee kuzalisha, wawe na uwezo wa kuhudumia familia zao pamoja na kulipa kodi. Sekta inayotubeba ni sekta ya madini. Tumejengewa jengo la kisasa la utawala halmashauri ya wilaya Songwe kwa zaidi ya shilingi bilioni 4.
nadhani mnafahamu, mnapita pale mara kwa mara. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya Songwe kumshukuru sana na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa na mazuri. Na sekta ya afya, mkipita pale ng'ambo pale, tuna hospitali ya wilaya kubwa ambayo imejengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 3.5. Lakini tumejengewa vituo vya afya 5. Kila kituo kimoja kimegharimu zaidi ya shilingi milioni 500. Zimetumika zaidi ya bilioni 2.5 kujenga vituo vya afya 5 katika kata mbalimbali katika wilaya yetu ya Songwe. Mbali na hayo, kama nilivyosema awali, tuna vijiji 43 katika wilaya yetu ya Songwe. Zaidi ya zahanati 40 zimejengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kila kijiji kimeletewa zaidi ya shilingi milioni 50 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo wa zahanati kwa kila kijiji. Naomba nirudie tena kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wenzangu kwa ushirikiano wanaonipa, lakini washukuru wananchi wa wilaya ya Songwe kwa namna wanavyoibua na kushiriki katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya yetu ya Songwe. Lakini mwisho, niendelee tena kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyoijali wilaya yetu ya Songwe. Ametuletea fedha nyingi kwa kila sekta. Hatujawahi kupumzika, wakati wote ni kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Songwe, kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Songwe wanapata huduma bora na za haraka. Asanteni sana kwa kunisikiliza.